Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Ustadhi Muhyiddin Ahmadi, mwenyekiti wa walimu wa dini ya Kiislamu mashuleni wilaya yetu hii ya Ubungo. Ndugu waandishi wa habari, tumekuiteni kwa siku ya leo, lengo na makusudio kuwapeni taarifa na kutufikishia taarifa kwa watu wengine. Sisi walimu wanaofundisha elimu ya dini mashuleni wilaya yetu ya Ubungo tumeandaa kongamano la wazazi wa wanafunzi wa Kiislamu wilaya yetu hii ya Ubungo, ambao kongamano hilo litafanyika tarehe 6 mwezi wa 9 sawa na siku ya Jumapili katika ukumbi wa NIT. Lengo la kongamano letu ni kwenda kuzungumza na wazazi juu ya malezi ya watoto, kwa sababu sisi walimu wa dini kazi yetu kubwa ni kuwalea watoto kitauhidi, kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi kama walimu wa dini na ni walezi wa watoto tumeamua kuandaa kongamano hili. Lengo letu kuwafahamisha wazazi juu ya malezi ya watoto, juu ya kuwalea watoto kama katika maadili yaliyokuwa mazuri, kwa sababu hali imekuwa si nzuri ya malezi ya watoto wetu. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zetu Waislamu na msiokuwa Waislamu tuwe pamoja siku hiyo, lengo kuja kuzungumza na watoto, lengo kuzungumza na wazazi na wale wadau wa mashirika tofauti, wale wakemeaji wa ukatili wa kijinsia. Tunaombeni mfike, kwa sababu tutakuwa na mashehe wengi pamoja na askari wetu wa vituo vya polisi pamoja na mashehe wa kata watakuwepo ndani ya jambo hili. Kwa hiyo tunaombeni sana mtunge mkono na mtusapoti juu ya hili. Ndugu waandishi wa habari, kwamba changamoto tunazopitia sisi kama walimu wa dini, kwanza moja, wazazi kutokuwa na uitikio. Tunaandaa mikutano ya wazazi, tulipata vibali kwa mkurugenzi wa kuturuhusu kuandaa vikao vya wazazi mashuleni kulizungumzia hili, ila wazazi wanakuwa ni wagumu kuhudhuria katika vikao hivyo. Lakini vile vile baadhi ya walimu wakuu wa shule wanatuziwia kufanya vikao hivyo kwa sababu wanaweka udini, wanajua kwamba hivi vikao ni vya kidini. Lakini sisi hatujakaa kidini zaidi, tunazungumzia maadili ya watoto pande zote mbili. Kwani watoto hawa wanakaa katika mazingira ya katika kushirikiana katika malezi yao katika mashule pokutana. Kwa changamoto zilizokupana nazo wazazi kutokuunga mkono juu ya malezi haya ya watoto. Kwa tunabaki sisi peke yetu, tunahangaika kama hivi mnavyotuona, tunaandaa makongamano haya kwa sababu hiyo. Lakini vile vile tunapokea taarifa ambazo za kutuhuzunisha sisi kama walimu wa dini mashuleni. Tunapokea ubebaji wa wanafunzi. Hivyo tuna taarifa ya mwanafunzi form 1 ni mjamzito, ana mimba miezi 8 mpaka hivi sasa. Na tuna taarifa ya mwanafunzi wa form 4 ana ujauzito ambao inavyosemekana ujauzito huo amepata katika mazingira ya ndugu. Sasa hii hali kwetu sisi inatusumbua. Kwa changamoto, wazazi wanakuwa ni wagumu kutufahamu, na baadhi ya walimu wakuu wa shule haonyeshi ushirikiano tunapoleta taarifa zetu za kuomba vikao vya wazazi mashuleni. Na nasisitiza au natia taukidi katika yale yaliyozungumzwa kwamba inshallah tarehe 6 mwezi wa 9 katika ukumbi wa NIT hapo Mabibo kutakuwa na jambo adhimu kabisa kama alivyosema al-akhi hapa au mwenyekiti wetu wa walimu wa dini. Kwa inshallah tunaomba ushirikiano wenu, na tunaomba vile vile ushirikiano wa kila hali na mali wa kufika wakisapoti, ili mradi tusaidiane hili tujenge familia iliyokuwa bora, kwa sababu Waswahili wanasema watoto wa wetu sote. Kwa hiyo inshallah wazazi kadhalika na viongozi mbalimbali tunawahitaji muwepo na kwa sapoti yenu pia. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ustadh Muzammil ibn Umar ibn Suleiman, maarufu wengi wamezoea kuniita Kijungu, katibu wa walimu katika umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Dar es Salaam wa Mada. Nami nimefika hapa katika maandalizi makubwa na kuwapa taarifa enyi waandishi wa habari na Waislamu wote kwa ujumla kwa siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 9 Mwenyezi Mungu akipenda mwaka 2026 kutakuwa na kongamano kubwa kabisa katika chuo cha NIT yenye lengo la kuombea dua vijana wetu ambao wanatarajia kumaliza elimu yao ya msingi. Lakini pia tutazungumzia mambo mbalimbali ikiwepo unyanyasaji wa kijinsia, amani na mengine mengi yalikuwa mazuri. Lakini niombe sana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wake kwa waume, wengi tushiriki katika kongamano hili, kwa sababu ni kongamano ambalo ni kubwa na ni kongamano la kiwilaya. Lakini pia itafanyika dua za aina mbili. Tutafanya dua kubwa kwa ajili ya kuwaombea vijana wetu wanaotarajia kumaliza elimu ya msingi, Mwenyezi Mungu awasimamie katika safari yao hiyo na waweze kufanya vizuri. Lakini pia tutafanya dua kubwa kwa ajili ya kujiombea sisi wenyewe na matatizo yetu. Sote tunajua
hali namna ilivyo, na kila mmoja ana yake wake anamsibu. Basi usiache kufika, kwa sababu tutakuwa na mashehe mbalimbali, lakini pia masharifu watakuwepo siku hiyo kwa ajili ya kuomba dua kwa sisi. Lakini pia tusisahau mahujaji ambao wamekwenda hija mwaka huu watakuwepo. Kwa hiyo shiriki kwenye dua hii ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukufanyia wepesi katika mambo yako wewe na mwanao. Lakini dua hii ya wilaya, lakini pia tunawakaribisha wale watakaona wana haja ya kufika, hata kama wanatoka wilaya zingine, basi wanakaribishwa kufika katika ukumbi wa chuo cha NIT tarehe 6 mwezi wa 9, Mwenyezi Mungu akipenda. Wabillahi tawfik wa hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.